Kwa majina naitwa Omari Kondo Salum, ni mkazi wa kijiji cha Lusilile. Mheshimiwa, nashukuru kwa ziara yako uliyoiandaa na kuweza kututembelea katika wilaya ya Manyoni. Mheshimiwa, na kero mbili ambazo zinanisibu, ambapo moja kabisa nikianza, kero ya kwanza, na mzazi wangu ambaye ni babangu mzazi kabisa aliweza kukata hatimiliki ya eneo lake toka mwaka jana, na akalipia kila kitu na akaambia kwamba hatimiliki yake iko tayari aenda kaichukue, lakini kutokana alikuwa hana nauli ya kuweza kusafiri sehemu alikotoka, sehemu tulikotokea, akasema nitakuja kuifuata nikipata nauli ya kuijia huko na kurudi. Lakini baada ya kuendelea kukaa, mwaka huu mwezi wa pili, kuna watu wakaja kuvamia lile eneo na kuanza kulitumia pasipo nidhaa yake. Lakini meenda tukawa tumepambana, tukaenda kufungua kesi mahakamani kuingia kwa jinai. Mheshimiwa akatuambia una umiliki halali wa hilo eneo, tukamwambia ndio, tulishakatia hatimiliki, imebaki kwenda kuchukua. Akasema basi fuata kwanza hatimiliki, ili watu waweze kukutwa kwenye hatia ya kuingia kwa jinai lazima uwe na hatimiliki. Tukatoka kule nyumbani kufuata hatimiliki hadi hapa wilayani. Kufika wilayani kudai hatimiliki, wakamuuliza mzee wangu, wewe ndio unaitwa Kondo Salumu Ali? Akasema tumeshapata taarifa yako, kesi iko mahakamani, hatuwezi tukakupa hatimiliki yako ili uende kapate ushindi. Kwa hiyo mheshimiwa, kwa hii kero ya kwanza yangu nilikuwa naomba uweze kunisaidia mzazi wangu aweze kupatiwa hatimiliki yake, kwa sababu alishaambiwa kwamba iko tayari kabisa. Ilikuwa wapi hiyo? Sisi tunaishi katika kijiji cha Lusilile. Nadhani mbunge wetu anatufahamu na nishawahi kumpigia simu. Na hata kwa mwenye hati ni nani? Ndio maana ya ardhi leo nilisema ndio anaitwa Kondo Salumu Ali. Niko naye hapa ila yuko pembeni kwanza, bado hajaitwa. Ndio maana nilisema leo tuko na kamishna mwenyewe wa ardhi. Mmemwona kamishna hapo? Bado hatujaona naye. Mheshimiwa, hii ishakuwa ni kero ya muda mrefu mheshimiwa. Ndio maana nimeamua nije nikuelezee mheshimiwa, kama kero ipo si anaitoa tu hati. Kama hati ipo si anaitoa tu. Maana mtoa hati ni kamishna na leo yupo. Sawa mheshimiwa, lakini ninyi mlitakiwa mpewe wapi hiyo hati? Wilayani, mkoani ama makao makuu? Hapa wilayani, ambao sasa mtu ambaye aliyozuia hiyo hatimiliki yupo na yeye hapa. Yuko wapi? Kakataa, yuko hapa, naona yuko na simu anachati hapa. Yule anaitwa nani? Kwa jina simfahamu, lakini kwa sura ni huyo hapo, kwa sababu nishaenda hadi ofisini kwake na ninamjua kwa sura. Hebu mleteni hapa. Huyo hapa. Mheshimiwa Waziri. Kwanza unachati na nani bwana? Amna, nilikuwa nazima simu. Ulikuwa unazima simu? Ndio. Hebu tuambie, kwa hii hati hawa eneo ni lao, kwa nini mmebaki nayo? Naitwa Pendo Usoge Mwakila, ni afisa ardhi wilaya ya Manyoni. Mzee Ernest Kondo baada ya kwenda kufanya upimaji kwenye CCRO hatimiliki ya kimila, taratibu zote zilifuatwa. Lakini mzee Ernest Kondo ikaonekana kwamba lile eneo ambalo tunapima tayari lina mgogoro na kesi iko mahakamani. Kwa hiyo tukamwambia kwamba maliza kwanza kesi ndo tuje tumalize usajili wa hatimiliki yako ya kimila. Naomba kuwasilisha. Sawa, mmefanya vizuri kisheria kwamba maliza kwanza mgogoro. Lakini nyinyi ndio watu wa ardhi. Hiyo eneo ni lao sio lao? Maana nyinyi ndio mnaweza mkasema. Tunasubiri na ninyi kule na wao kule wamesubiri kumaliza mgogoro kwa kuwasubiria nyie mpeleke hati. Ninyi mnasubiria wao wamalize. Ninyi mnasemaje kuhusu hilo eneo? Na mlishaanza na kupima? Ina maana mlikuwa mnapima eneo msilolijua? Kipindi masavea wanakwenda kupima, majirani hawakuwepo. Cha pili, hilo eneo tayari lilishakuwa na mgogoro, na ndio maana nasema kwamba kesi iko mahakamani. Ndio ninachosema sasa, kila mtu anapenda kukwepa. Ninyi mnasemaje? Eneo lao sio lao? Tunasubiri amri ya mahakama mkuu. Samahani mheshimiwa, naomba nilijibie hilo swala. Baada ya kufikishwa kesi mahakamani, iliweza mheshimiwa hakimu akatuambia huku sisi hatuna msaada zaidi,
ili uweze kupata msaada wako inatakiwa uweze kupata hatimiliki, ndipo utakapopata haki yako. Unaona? Na swala mpaka sasa hivi mheshimiwa hakimu wa mahakama ya wilaya aliweza kutuambia kwamba ila niweze kuwasaidia jingine kama wamewanyimeni hatimiliki, nendeni kwenye baraza la kata ambayo iko Makanda ambapo ni sehemu husika ambalo gombaniwa. Lakini anaposema kwamba majirani wa lile eneo hawakuwepo, si kweli, kwa sababu mtu tuliopakana naye ni mwenyekiti wa kijiji cha Kitalala ambayo eneo ndio lilipo, na mwenyekiti huyo ndio aliosaini hatimiliki. Ukija kwa mtendaji mwenyewe ndio amesaini hatimiliki, ndio anaojua na hilo eneo ni la kwetu au sio la kwetu. Lakini leo hii mzee wangu ananyimwa haki yake kutokana na watu walioenda kuvamia lile eneo. Wana mkono mrefu, sisi tuna mkono mfupi mheshimiwa. Na nikinukuu maneno yako, umesema kwamba hutaki kuona wanyonge wakinyanyasika. Na kuomba mheshimiwa uweze kulipitisha hili swala, mzee wangu aweze kukabidhiwa hatimiliki leo hii, maana alishasema kwamba hatimiliki iko tayari mheshimiwa. Meneja, afisa ardhi, ninyi kutoa hati huwa mnaelekezwa na mahakama? Kutoa hati, watu wote mnaowapa hati huwa ni mpaka mahakama ielekeze? Hapana. Sasa kwa nini hamtoi hati? Tunatoa hati sehemu ambazo hazina mgogoro. Swala liko hivi. Unajua ungetusaidia sana kwamba mambo haya mawili. Ungetusaidia sana ungesema ninyi kama watu wa ardhi mnaona eneo hili sio lao, ndio maana amwapi hati. Kwa sababu nyinyi ndo custodian wa ardhi. Mmesha saini kila kitu, hizi ngazi zote mmesha saini. Mngetusaidia sana mkisema hili eneo sio lao. Naomba nilibebe mkuu. Lakini kama eneo ni lao na ngazi zote za serikali wanatambua eneo ni lao, mnawanyimaje hati? Mnawanyima kwa sababu mnataka kubalance na aliyevamia? Ni kweli mheshimiwa. Mnataka kuweka usawa na aliyevamia? Haiwezi kawa haki. Na amesema mlishamwambia hati yake iko tayari. Baada ya hapo mkasitisha tena. Ni kweli hati yake iko tayari, lakini baada sasa nendeni mkampatie. Hati yake iko tayari. Ngazi zote za vijiji wamesema eneo ni lake. Kila kitu wamesema eneo ni lake. Na ninyi hati yake iko tayari. Mnaachaje kumpa? Anayejua maeneo ni mwenyekiti wa mtaa, wa kijiji, wa kata, wote wamesaini kwamba ni ya kwake. Na ninyi wenyewe hati iko tayari. Sasa mkisikia ni mkono mrefu ndo umewazuia, mnakwepaje hiyo? Na niliposikia unachati usikute ulianza kumuuliza. Manake usikute ndo ulikuwa unamuuliza mbona hapa sasa tumebananishwa. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema serikali corrupt inatumwa na wenye mali. Naomba msamaha kwa kuchati kwenye ziara yako. Pili, naomba nishughulikie hili mkuu. Nashukuru. Haya, wakati naendelea na mkutano hapa, ondoka na wewe kijana, nenda kampatie hati yake.